أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu Allah Taala bin Aziz anasema, katika hutuba iliyopita nilikuwa naeleza kuhusu Hazrat Utba bin Ghazwan, kuhusu maisha yake nitaeleza zaidi katika hutuba ya leo. Katika hijiria 2 mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya uongozi wa Abdullah bin Jahsh alituma masahaba kadhaa, na katika masahaba hawa Utba bin Ghazwan pia alikuwepo. Maelezo yake nimeshawahi kueleza katika hutuba fulani, lakini nataka nieleze kwa muhtasari leo. Katika Sirat Khatamun Nabiyyin Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kujua kuhusu harakati za Quraysh ili habari yao endelee kupatikana kwamba wao wanafanya nini, na hivi aweze kulinda Madina katika mashambulio ya makafiri. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya jambo hili alitayarisha masahaba 8, na alichagua wale masahaba ambao walikuwa kutoka katika familia mbalimbali za Makuresh. Na juu ya masahaba hawa 8 mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua Abdullah bin Jahsh kuwa kiongozi wao. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuma masahaba hawa wote, alimwambia Abdullah bin Jahsh kwamba yeye anatumwa kwa lengo gani. Yani alimpatia maelezo yote na alimpatia barua, na akamwambia kwamba katika barua hii mimi nimeandika maagizo kwa ajili yenu. Na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wakati mtakapokwenda 2 mbali kutoka Madina, basi wakati ule unatakiwa ufungue barua hii na kisha ufuate maagizo yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo siku 2 ilipopita baada ya kuanza safari, Abdullah bin Jahsh akafungua barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika barua ilikuwa imeandikwa kwamba nyinyi muende katika bonde la Nakhla, na baada ya kwenda kule mulete habari ya harakati za Quraysh. Na barua ile mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika maneno haya kwamba ikiwa mwenzenu yeyote baada ya kusoma barua hii anataka kurudi Madina, yani wakati utakaposoma barua na baada kujua kuhusu maagizo haya na kwa lengo gani nyinyi mmetumwa, ikiwa baada ya kupata habari hii
mwenzenu yeyote anataka kurudi Madina na yeye hataki kwenda nanyi, basi yeye anaruhusiwa kurudi Madina. yani yeye halazimishwi kwamba lazima aende pamoja nanyi. kwa hiyo mtume sasema alimwambia bin Jahsh kwamba mruhusu yeye arudi. Abdullah bin Jahsh akasoma barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya wenzake wote, na wote wakasema kwamba sisi kwa furaha kubwa sana sisi tutaenda mbele sawa na agizo la mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa hiyo masahaba wote kaenda upande wa bonde la Nakhla. Njiani ngamia ya masahaba wawili ilipotea na walianza kumtafuta, kwa hiyo walibaki nyuma, hawakuweza kuungana na wenzao. kwa hiyo katika kundi hili masahaba 6 tu waliobaki. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb ameandika kuhusu Margulis ambaye alikuwa mshirikina, kwamba kuhusu tukio hili aliandika kwamba Saad bin Waqas na Uqba bin Ghazwan waliacha ngamia wenyewe na walibaki nyuma. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb anasema kwamba masahaba wawili ambao walishiriki katika mapigano mbalimbali, na mmoja wao aliuawa katika tukio la Bere Mauna na mwingine alishiriki katika Badr. Kuwa na dhana ya aina hii kuhusu masahaba hawa ni dhana ya huyu mtu Margoles, haina uhakika wake. Kisha Margulis katika kitabu chake anasema kwamba kitabu chake hakina husuda ya aina yoyote, lakini Hazur anasema kwamba hii ni desturi ya hawa wapinzani, kwamba wakipata nafasi basi waleta shutuma dhidi ya maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. ndiyo maana huyu mtu Margulis pia alileta shutuma hii dhidi ya maswahaba wawili. Hazur anasema nataka nieleze zaidi kuhusu tukio hili, kwamba hawa maswahaba walipofika katika bonde la Nakhla na walianza kushughulika katika jukumu lao kwalo walilolitumwa, ili walete habari ya Makuresh kwamba huenda wao wajiandaa kwa ajili ya kushambulia Madina. kwa hiyo maswahaba wote wakaanza kushughulika katika shughuli zao, na hawa wote walinyoa nywele zao ili watu wafikirie kwamba hawa wamekuja kwa ajili ya kufanya umra, na wasiwe na shaka kwamba wamekuja kwa ajili ya kufanya utafiti ya jambo fulani. Basi katika hali hii, wakati walipokuwa pale, kundi fulani la Quraysh pia likafika pale, na hawa maswahaba pia wakawa ana kwa ana. wakati ule Hadrat Abdullah akachukua ushauri kutoka kwa maswahaba zake, na mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma ili walete habari kwa siri, lakini upande mwingine makafiri walikuja mbele yao, na hawa wote walikuwa ana kwa ana, na kulikuwa hatari kwamba watu wa Quraysh wameshawaona hawa maswahaba. Huenda katika hali hii basi siri yao haitakuwa siri, bali wale Makuraishi watajua kwamba wanakuja kwa ajili ya kuleta taarifa ya maandalizi yao. Wengine tule walikuwa nafikiria kwamba ni mwezi wa Rajab, na Rajab imeshapita na Shaban imeshaanza, na wanahistoria wengine wanasema kwamba hawa walitumwa katika Jumadil Awwal, na wengine nasema walitumwa katika mwezi mwingine.
na vile vile Nakhla ilikuwa katika mpaka wa haram. Hawa masahaba walikuwa wanashauriana kwamba ikiwa hawawezi kuamua, basi kesho hawa makafiri wataingia katika bonde lao na watawashambulia. Basi wakaamua kwamba ni bora washambulia hawa makafiri na hawa makafiri wauawe. Kwa hivyo masahaba hawa baada ya uamuzi huu wakawashambulia wale makureish na makafiri, na mtu mmoja wa kafiri akauawa na wawili walikamatwa na mtu wa nne alikimbia. Kwa hivyo mpango wao haukwenda vizuri, na kwa sababu mtu mmoja wa Quraysh alikimbia, na ilikuwa hatari kwamba yeye atapeleka taarifa kule kwamba wenzake wengine wameuawa na Waislamu. Kwa hiyo Abdullah bin Jahash pamoja na wenzake akarudi haraka sana kule Madina. Hazur anasema kwamba wakati tukio hili lilipotokea, Margulis anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam alituma hawa watu katika shahri haram, kwa sababu wakati ule makafiri watakuwa wameghafilika na wao hawatakuwa na habari kwamba Waislamu watakuja katika mwezi huu ambao ni mwezi wa haram, na Waislamu hivi watapata nafasi ya kunyang'anya mali yao. Lakini Hazur anasema kwamba mtu mwenye akili anaweza kujua mara moja kwamba watu kadhaa hawezi kuma mbali sana kwa ajili ya lengo hili ndogo, hasusan wakati makao makuu inakuwa karibu na eneo lile. Katika hali hii watu hawezi kutumwa ili waweze kunyang'anya na kupora mali ya makafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma tu kwa ajili ya kuleta taarifa. Kwa hivyo wakati tukio hili lilipotokea, yule mtu ambaye aliyekimbia alipopeleka taarifa kule kwamba watu wao wameuawa, lakini kabla yake Abdullah bin Jahsh pamoja na wenzake alikuwa amesharudi, na aliporudi Madina akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam tukio lote lililotokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia habari hii akamkasirikia, akasema kwamba sikuwatuma kwa ajili ya kupigana na makafiri. Kwa hiyo hata kukubali mali yao waliopata baada ya tukio hili. Kwa hiyo masahaba wote walikwenda kule, wakaona kwamba sisi tumeangamia kwa sababu ya kutofuata amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaanza kujilaumu. Na upande mwingine Makuraish pia wakaanza kupiga kilele kwamba Waislamu wamefanya kinyume na mwezi wa haram. Na mtu ambaye aliyeuawa Amr bin Hazrami, yeye alikuwa kiongozi wa Maka. Kwa sababu ya hii Makureshi wakapata ghadhabu sana, na wakaanza kujiandaa ili waweze kushambulia Madina. Kwa sababu ya tukio hili Waislamu na makafiri walipigana mpaka wahi ilishuka ndani ya Qur'ani tukufu. Na kwa sababu ya ufunuo huu Waislamu walipata utulivu. Yasalunaka ani shahri lharame kitalin fihe kul kitalun fihe kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harame wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu akbaru min al qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Yani watu wanakuuliza kwamba mapigano katika mwezi wa haram ikoje. Wajibu kwamba bila shaka kupigana katika mwezi wa haram ni kitu kibaya sana, lakini kuzuia watu kutoka katika dini ya Mwenyezi Mungu na vile vile kuvunja heshima ya miezi ya huruma,
na vile vile kuwafukuza waislamu katika mji wao. Mambo haya yote ni makubwa na mabaya zaidi kuliko mapigano katika mwezi wa heshima, na vile vile kuleta fitina ni kubwa zaidi kuliko mapigano inayofanywa kwa ajili ya kuzuia fitina. Enyi waislamu, hali ya makafiri ni aina hii kwamba wao wamezidi sana katika uadui wenu, kwamba hawatajali wanaweza kupigana nanyi katika sehemu yoyote mahala popote, na wataendelea kufanya hivi mpaka wageuze waislamu kutoka katika dini yao ikiwa wanakuwa na uwezo. Kwa hiyo ufunuo huu uliposhuka, waislamu walipata utulivu. Nasema kwamba hawa makafiri walikuwa wakifuata njama zao katika miezi ya heshima, na hawa makafiri walikuwa wabadilisha miezi ya heshima kwa ajili ya kutimiza tamaa yao, na walizidi katika uadui wao, kwamba wakati wa sulh Hudaybiyah wao walipigana na waislamu na walimua muislamu mmoja. Kwa hiyo waislamu walipoenda kwa ajili ya kujilinda, basi wale makafiri katika mwezi wa haramu walipigana na waislamu. Basi tukio hili lilipokea wale makuraish wakaja Madina kwa ajili ya kuomba wenzao warudishwe, lakini wakati ule Utba bin Ghazwan na Saad bin Waqas walikuwa bado hawajarudi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na wasiwasi kwamba hawa wakikamatwa na Makuraishi watauawa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema kwamba mpaka Saad na Utba warudi, sisi hatutawapatieni wafungwa. Wakirudi hawa maswahaba wawili kwa salama, basi tutawapatieni wenzenu. Basi wakati Utba na Saad waliporudi salama salimini, Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwapatia wafungwa wote wawili. Lakini katika watu hawa wawili, mtu mmoja yeye alipata athari nzuri sana ya khudha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na athari ya dini tukufu ya Islam, kiasi kwamba yeye akakataa kwamba hataki kurudi Maka. Na yeye akasilimu badala ya kurudi Maka. Hatimaye katika tukio la Bere Mauna aliuawa. Hazur anasema kwamba kusilimu kwao na kujitolea kwa ajili ya Islam ni dalili kutosha dhidi ya Margules ambaye ameleta shutuma, lakini hawa washirikina baadhi wakati hawajali ukweli. Hazrat Utba bin Ghazwan pamoja na Badr aliriki katika mapigano yote pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na watumwa wake wafanyakazi wake wawili Khubab na Saad pia walishiriki katika Badr, na hawa wote pia waliuawa. Utba bin Ghazwan alikuwa mahiri wa kurusha mishale na alikuwa mjuzi wa kurusha mishale na mikuki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Utba bin Ghazwan ili yeye apigane na watu wa Faris. Wakati alitumwa Hazrat Umar, sio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati Hazrat Umar alipomtuma Utba bin Ghazwan, alimwambia yeye kwamba wewe na wenzako muendelee kwenda mbele mpaka mufike katika mwanzo wa Ajam, karibu na ele Faris, na nyinyi muendelee kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba mnaenda kupigana na maadui ambao ni wakali sana, na mimi nategemea Mwenyezi Mungu atawasaidieni. Na mimi Hazrat Umar akasema, mimi nimeshamwandikia barua kiongozi wa kule kwamba yeye awasaidieni pamoja
na wenzake wengine, kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye ni mahiri sana wa kupigana. Kwa hivyo nimemwandikia kwamba yeye akusie. Kisha Hazrat Umar akamwambia kwamba wewe waite watu kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yeyote akikubali tablighi yako basi upokee islamu yako, na yule ambaye hakubali islam basi uweke jizya kwa ajili yake, na yeye anatakiwa atoe kwa mkono wake. Lakini kama yeye hakubali jizya basi wewe unaweza kupigana naye. Yani mtu akitaka kubaki katika dini yake na anakubali kwamba yeye atatoa jizya, basi usipigane naye bali umwache aendelee kufuata dini yake. Lakini kama kuna mtu ambaye yeye hataki kutoa jizya, basi katika hali hii unaweza kupigana naye. Na ukipita watu wote, mtu yeyote karibu na, ukipita karibu na mtu yeyote wa Arabuni basi uwahimize juu ya jihadi. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alimtuma Utba upande wa Basra pamoja na wenzake 800. Hazrat Utba alishinda sehemu ya Abullah na aliweka mipaka ya mji ule. Hazrat Utba alikuwa mtu wa kwanza ambaye alifanya kwa Basra kama ni mji. Wakati Hazrat Umar bin Khattab alipomteua Utba kwa kuwa kiongozi wa Basra, alikaa katika Khariba, na katika Kiparshian sehemu hii inaitwa Washta, na Waarabu walikuwa naita Khariba. Na karibu na eneo ile mapigano ya Jalpia ilitokea. Hazrat Utba alimwandikia barua Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu kwamba kwa ajili ya Waislamu tunahitaji sehemu ambapo wanaweza kukaa wakati wa msimu wa baridi na wanaweza kupumzika baada ya kurudi katika mapigano. Hazrat Umar akamwandikia kwamba uwakusanye Waislamu hawa wote ambapo maji yanapatikana na vile vile mimea inapatikana. Yani wakusanye Waislamu hawa sehemu ambapo maji yanapatikana na vile vile chakula kinapatikana kwa ajili ya wanyama. Kwa Hazrat Utba akawakusanya Waislamu hawa katika Basra, na kule Hazrat Utba akajenga ujenzi wa misikiti. Na tukio hili lilitokea katika hijiria 14. Na karibu na msikiti alijenga nyumba ya amiri. Na wakati watu walipokuwa wakiondoka kwa ajili ya mapigano, walikuwa wanaongoa miti ya nyumba na walikuwa na funga na kuweka kando. Walikuwa narudi basi walikuwa wanatengeneza na jenga nyumba zao tena. Hazrat Utba baada ya ujenzi wa misikiti alienda kwa ajili ya kuhiji, na alimteua sahaba mwingine kuwa amiri katika Basra, na akamwambia Mughira bin Shu'ba kwamba yeye awe imamu huko misikitini. Wakati alipokuja kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu, yeye akataka kustafu katika uamiri wa Basra, na akamwomba radhi kutoka kwa Hazrat Umar kwamba ni kazi hii ni ngumu, yeye hawezi kuendelea na kazi hii, kwa hiyo tafadhali umteue mtu mwingine. Lakini Hazrat Umar hakukubali ombi lake, bali na Hazrat Utba alifanya dua kwamba e Mola wangu usinirudishe katika Basra. Kwa hiyo yeye hakurudi Basra, bali yeye alipokuwa anaenda na ngamia yake akaanguka na pale pale akafariki. Sawa na riwaya ingine imeelezwa kwamba katika hijiria 17 alifariki katika sehemu itwayo Rabza, na kuna riwaya ingine pia ambamo imeelezwa kuhusu kifo chake kwamba katika hijiria 17 baada ya kupata umri miaka 57 alifariki katika Basra, na alikuwa na maradhi ya tumbo, na wengine wanasema alifariki katika hijiria 15.
wakati hazrat utba alipofariki mtumwa wake aitwaye soad akaleka mzigo kwa hazrat umar radiallahu taala anhu na imeelezwa kwamba utba wakati alipofariki umri wake ulikuwa miaka 57. khalid bin umair anasema utba bin ghazwan akatuhutubia na yeye kwanza amtukuza mwenyezi mungu kisha akasema amma baad dunia imeshatangaza kwamba itakwisha na dunia sasa inaendelea kuwa karibu na kiama na hakuna kitu chochote kilichobaki katika dunia isipokuwa sawa na maji kidogo inayobaki katika kikombe. yaani dunia inaendelea kuwa karibu na kiama na nyinyi baada ya kuaga dunia hii mtaenda katika dunia ingine na maisha ya hapa ni maisha siku chache. kwa hiyo nyinyi mwelekee akhira. na sisi tumeambiwa kwamba jiwe litarushwa na miaka 70 jiwe litaendelea kuanguka mpaka itafika chini. hii ndio ni hali ya moto na wenye dhambi watatupwa katika moto wa aina hii. kwa hiyo nyinyi mnatakiwa mufanye mema na mufanye vitendo vizuri ili muipukane na mujiepushe na moto. na moto utajaa na watu. mimi mwenyewe nimejiona kwamba nipo pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tulikuwa hatuli zaidi ya majani. yani zamani tulikuwa tunakula majani ya miti na hali yetu ilikuwa mbaya sana na tulikuwa tukila majani mpaka mdomo wetu ulijeruhiwa. na wakati fulani nilipata shuka na nilichana na nusu nilichukua mimi na nusu nilipatia mwenzangu. hii ndiyo ilikuwa hali yangu. yani utba bin ghazwan anaeleza maisha yake yaliyokuwa uko mwanzoni wakati alipokuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. kisha utba akasema kwamba leo yetu ni aina hii kwamba mmoja wenu ni amiri wa mji na mwingine anapata starehe. mimi ni mtu mdogo sana mbele ya Mwenyezi Mungu. kwa hiyo akasema kwamba mimi mwenyewe ni mnyenyekevu na jiona kwamba mimi si kitu chote. ingawa hali imebadilika, starehe imepatikana na neema imepatikana, neema nyingi zimepatikana. kwa hiyo mnatakiwa mufikirie kuhusu akhira. nyinyi mtajua ukweli halisi na nyinyi mtapata uzoefu baada ya kuaga kwetu. yani mradi wake ni kwamba baada katika Islam katika Waislamu hali ya aina hii itapatikana kwamba hawatajali kusudini na mtashuhudia yoyote ninayosema ni sahihi. lakini nawapatieni nasaha kwamba muendelee kumwelekea Mwenyezi Mungu, muendelee kuzingatia dini yenu na mkiendelea kufanya hivi basi mnaweza kuingia peponi. na sasa Hazur anasema nitaeleza kuhusu Hazrat Saad bin Ubada. yeye alikuwa kutoka katika familia ya Banu Saida. baba yake alikuwa anaitwa Ubada na mama yake alikuwa anaitwa Umra. alikuwa binti wa Masud bin Qais. mama yake pia alipata bahati ya kufanya bayat ya sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Saad aliwa wake wawili, Ghazia binti Saad. Said Muhammad na Abdurrahman walizaliwa kutoka kwake. mwingine alikuwa Fukaha binti Umayyad kutoka kwake Qais Umama walizaliwa. Mndus bin Ubada alikuwa dada wa Saad bin Ubada aliyefanya bayati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saad bin Ubada alikuwa na dada mwingine jina lake lilikuwa Lala binti Ubada. yeye pia alisilimu na alifanya bayati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. na lakabu yake
lilikuwa abu sabit na wengine wanasema lakabu yake ilikuwa abu qais, yani lakabu ya Saad bin Ubada ilikuwa abu sabit na abu qais. Saad bin Ubada alikuwa kiongozi na alikuwa mwenye huruma sana, na yeye aliendelea kushika bendera ya Islam, na watu wote walikuwa wanakubali uongozi wake, walikuwa na furaha kwa sababu ya uongozi wake. Na Saad bin Ubada alikuwa anajua lugha ya Kiarabu wakati wa ujahili, ila hali wakati ule watu wachache tu walikuwa wanajua namna ya kuandika. Na vile vile Saad bin Ubada alikuwa mahiri wa kurusha mishale, na yeyote alikuwa akijua Kiarabu na mahiri wa kurusha mishale alikuwa na itwa kwamba yeye ni mtu mkamilifu. Familia Saad bin Ubada ilikuwa likitangaza kwamba yeyote anapenda mafuta au nyama, basi aje katika ngome la bin Harsa au aje kwa Saad bin Ubada. Nilimkuta mtoto wake pia alikuwa akitangaza hivi kwamba yeyote anayetaka nyama basi aje katika ngome la Saad bin Ubada. Hisham bin Urwa anasimulia kwa kupitia baba yake kwamba mimi nilikuwa kijana na Abdullah bin Umar alipita karibu nami. Alipita karibu nami katika bonde fulani, na yeye alikuwa anaenda katika shamba lake. Yeye akasema, ewe kijana njoo hapa. Yani Abdullah bin Umar akamuita baba wa Hisham na akasema kwamba ewe kijana njoo hapa, na akamuuliza kwamba je, unamuona mtu yeyote ambaye anatangaza katika ngome la Saad bin Ubada? Na akasema mimi nikaona na nikasema hapana, hakuna yeyote ambaye anatangaza. Akasema kwamba kweli, unasema kweli, jinsi Hazrat Saad bin Ubada alikuwa akitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, sasa baada yake hakuna yeyote ambaye anatoa hivi kama alikuwa akitoa. Hazrat Nafi anasema kwamba Hazrat Abdullah bin Umar alipita karibu na ngome la Saad bin Ubada, na akasema kwamba ewe Nafi, hizi nyumba za Saad bin Ubada kila mwaka mtu mmoja alikuwa akitangazwa kwamba yeyote ambaye anataka kula nyama basi aje katika nyumba ya Dulaim. Lakini baada ya Dulaim alipofariki, Hazrat Ubada akaanza kutangaza matangazo ya aina hii. Baadaye Ubada alipofariki, basi Saad mtoto wake akaanza kutangaza matangazo ya aina hii, na baadaye nilimwona Qais alikuwa akitangaza matangazo ya aina hii. Kwa kupitia riwaya hii inajulikana kwamba silsila hii endelea kwa muda mrefu, lakini baada ya kufariki kwa hawa silsila hii ilikatika. Hazrat Saad bin Ubada wakati wa Bait Akbar Sania alisilimu. Katika Sirat Khatam an-Nabiyyin maelezo ya tukio la kusilimu kwake limeelezwa hivi kwamba katika Nabawia 13 katika mwezi wa Haj, wakati wa Haj, watu kutoka katika Aus na Khazraj walikuja Maka, na miongoni mwa hawa 70 walikuwa wengine walisilimu na wengine walitaka kusilimu. Hawa wote walikuja kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani Aus na Khazraj kutoka katika makabila haya wawili walikuja Maka kutoka Madina kwa ajili ya kusilimu. Hazrat Musab mama yake alipopata taarifa kwamba yeye anaenda Maka, mama yake akatuma ujumbe kwamba kwanza ukutane nami, baadaye uende Maka. Lakini Musab akasema kwamba mimi bado sijakutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza nitakutana naye, baadaye nitakuja kwako. Kwa hiyo Musab akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam
alienda kwa mama yake na kupata taarifa hii. Mama yake alikasirika sana na akaanza kulia na akalalamika sana kwamba kwa nini hukuja kwangu kabla ya kukutana na mtume Muhammad SAW. Basi Musab akasema kwamba ewe mama, mimi nakuambia kitu kimoja ambacho ni kizuri sana. Mama yake akasema kwamba unataka kusema nini? Hadha Musab akasema mimi nataka nikuambie kwamba uache kuabudu masanamu na usilimu na umwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mama wa Musab alikuwa mshirikina wa hali ya juu. Kwa kusikia maneno haya akaanza kupiga kelele, akasema mimi sitasilimu wala sitakubali dini yako. Na yeye akawaambia jamaa zake kwamba wamkamate Musab na yeye afungwe. Lakini Musab akatoka haraka haraka na wao hawakuweza kumkamata. Kuhusu tukio la Bait Ukba imeandikwa kwamba kwa kupitia Musab mtume sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa kwamba watu kadhaa wanakuja kule kukutana naye. Wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kukutana na hawa wote peke yao. Kwa hiyo tarehe moja ilipangwa kwamba siku fulani baada ya haj katika bonde fulani hawa wote waje pale ili aweze kuzungumza nao vizuri. Na mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi maansara wote kwamba wasije pamoja, bali waje kama mtu mmoja mmoja, wajumuike katika fulani, na wala wasiwamshe wale ambao wamelala na wale ambao wamechelewa wasisubiri kwa ajili yao, bali waje tu katika bonde fulani. Kwa hiyo tarehe ile ilipofika nusu ya usiku, mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka peke yake katika nyumba yake, na njiani akamchukua baba mdogo Hazrat Abbas aliyekuwa mshirikina wakati ule, lakini alikuwa akimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa kiongozi. Kwa hiyo hawa wote ni mtume sallallahu alaihi wasallam na Abbas wakafika katika bonde fulani, na baada ya muda mfupi Makuresh pia wakaanza kuja. Hawa watu walikuja kutoka Aus na Khazraj, wakaanza kujumuika katika bonde lile. Na kwanza kabisa baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abbas akaanza kuzungumza na akasema, enyi watu wa Khazraj, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mpendwa wa familia na ni mwenye heshima katika familia yake, na familia imechukua dhamana ya kumlinda yeye, na familia yake iko tayari kumlinda yeye. Lakini sasa Muhammad amefanya nia ya kuacha nchi yake na anataka kuhamia kwenu. Ikiwa mnataka kumchukua yeye, basi mnalazimika kumlinda yeye na mnalazimika kuwa walinzi wake. Ikiwa mko tayari kufanya hivi, basi mnaweza kumchukua. Pengine mniambie ikiwa hamwezi kufanya hivi. Bara bin Marur alikuwa mzee na vilevile alikuwa mwenye heshima katika Ansar. Yeye akasema, ewe Abbas, tumesikia hutuba yako, lakini sisi tunataka kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia atuhutubie, na yeye atuambie kuhusu majukumu yetu na atupatie jukumu fulani. Aliposema hivi, basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya kadhaa za Qur'ani tukufu, akatoa hutuba fupi, na katika hutuba ile akaeleza mafundisho ya Islam na akaeleza maelezo ya haki za Mungu na haki za wanadamu, na akasema, mimi nataka hii tu kwa ajili yangu kwamba jinsi mnalinda jamaa zenu na watu wa familia, hivyo ndivyo iwa hali inatokea, basi musaidiane nami na muungane nami. Wakati huzur alipomaliza hutuba yake, basi Bara bin Marur sawa na desturi ya Arab akashika mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya Rasulullah, tunaapa kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu ambaye amekutuma kwa haki, sisi tutakulinda kama tunalinda nafsi zetu. Sisi tumekuwa katika kivuli cha upanga. Na Bara alikuwa anaendelea kutoa. Basi Abul Hasan akaanza kuzungumza na akasema, ya Rasulullah, sisi tumejenga muungano mzuri na Mayahudi wa Yasrib, na ikiwa tunaungana nawe basi wao watatuacha.
isikatokea kwamba wakati unapata ushindi basi wewe baada ya kupata ushindi unatuacha na unarudi katika nchi yako. Basi katika hali hii sisi tutakosa msaada na utulivu kwako na kwa wale watu pia. Hazur aliposikia maneno haya akatabasanu akasema kwamba haitakuwa hivi, bali nitakuwa pamoja nanyi na marafiki zenu watakuwa marafiki zangu na maadui wenu watakuwa maadui wangu. Wakati ule Saad bin Ubada akasema kwamba je, mnajua maana ya ahadi hii ni nini unayofanya? Mradi wake ni kwamba nyinyi mtakuwa tayari kupambana na watu wote, nani watu wote mataifa yote watakuwa dhidi yenu na wapinzani wenu. Kwa hiyo ninyi mnalazimika kupambana na hawa watu wote. Kwa kusikia maneno haya watu wakasema ndio tunajua kwamba itatokea hivi, na wakasema ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukifanya hivi tutapata ujira gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtapata pepo wa Mungu na neema hii ni kubwa zaidi kuliko neema zote. Basi watu wote wakasema kwamba sisi tunakubaliana na ahadi hii. Basi ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ulete mbele mkono wako tufanye bayat. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake mbele. Kwa hiyo hawa watu 70 wakafanya bayati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukio hili linaitwa akbasania, bai'at akbasania. Wakati walipofanya bayat Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Musa alichagua viongozi 12 walikuwa walinzi upewa Musa alayhi salam. Mimi pia nataka kuteua walinzi 12 watakokuwa walinzi wenu, na hawa watakuwa kwangu kama ni wasaidizi wa Isa alayhi salam. Basi mupendekeze majina ya watu 12. Kwa hiyo majina 12 majina 12 yalipendezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali mapendekezo yao na akateua watu 12 kwa kuwa walinzi wao. Wakati tukio hili lilipotokea, wakati ule Hazrat Abbas akasema kwamba tunatakiwa tuwe waangalifu sana, kwa sababu watu wa Quraysh wako tayari kushambulia nasi, na ikiwa habari hii inapita kwao basi wao watajiandaa kushambulia nasi. Wakati walikuwa bado pale, basi wakati ule wakasikia sauti ya mtu mmoja ambaye alikuwa amejificha pale. Yeye akajua kuhusu tukio hili lote. Basi yeye akaanza kupiga kelele na akaanza kusema kwamba enyi watu wa Quraysh, je, mnajua kwamba hawa watu wa Islamu wanafanya ahadi ya aina gani hapa? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchukua hatua yoyote isipokuwa hii tu kwamba akawaambia wale watu wale Maanswar, nyinyi murudi kwenu jinsi mliokuja kwetu. Hazrat Saad akasema kwamba ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi hatuna hofu, ikiwa unatuamuru sisi tupo tayari kuwashambulia makuraish hawa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sikupata ruhusa ya jambo hili, bali ninyi murudi katika mahema yenu na kwenu. Kwa hiyo wale watu wote kwa kuwa 2 watatu wakarudi kwao, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na baba mdogo wake Abbas akarudi Makkah, kwa sababu wale makuraishi walikuwa wameshapata taarifa ya tukio hili kwamba waislamu wamejumuika na wamefanya ahadi ya aina hii. Kwa hiyo wale makuraishi wakaenda katika kambi ya Yasrib na wakasema kwamba sisi tumejenga mahusiano mazuri tangu mrefu na sisi hatutaki kuvunja mahusiano haya, lakini tumesikia kwamba usiku uliopita nyinyi mmefanya ahadi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa siri siri, mtuambie jambo hili ni jambo gani? Kwa hiyo wale watu wa Yasrib ambao walikuwa wakifanya ibada ya masanamu walikuwa hawajui kuhusu tukio hili, wakasema kwamba hakuna tukio la aina hii lililotokea. Wakati ule Abdullah bin Ubay bin Sulul pia alikuwa miongoni wale watu waliokuja. Yeye pia akasema kwamba haitokea jambo la aina hili. Je, inaweza kutokea hivi kwamba watu wa Yasrib waweze kufanya ahadi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Basi wale makuraishi wakarudi na Ansar walikuwa kwenye kambi wapya wakarudi kwao. Lakini wakati wale Ansar waliporudi,
wale makuresh wakapata taarifa kwamba kweli kweli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya ahadi usiku ule. Kwa hiyo watu wa Yasra wote wakarudi na makuresh wakawafuata, na lakini watu wa Yasra walikuwa wamesharudi, lakini Hazrat Saad bin Ubada alikuwa bado hajarudi. Kwa hiyo wakamkamata Saad bin Ubada na wakampiga, na wakamdhulumu sana. Na masaba wawili walipata taarifa kwamba Saad bin Ubada amekamatwa, kwa hiyo wakaja kumsaidia. Huzuri anasema maelezo zaidi kuhusu Saad bin Ubada katika hutuba ijayo nitaeleza zaidi inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.